Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Nasema asante kwa ajili ya masaa na majira tena ambao tuko mahali hapa kwa ajili ya kwenda kusikiliza maneno yako katika siku ya leo. Niko mahali hapa kama chombo, naomba ukapate kunitumia tena katika siku ya leo, ukapate kuachilia maneno yako kupitia kinywa hiki. Kwa wale ambao wataenda kusikia, wakapate kujengwa, wakapate kutiwa nguvu, wakapate kujengeka na neno lako ambalo unaenda kuachilia katika siku ya leo. Na kuomba Roho Mtakatifu ukapate kuniongoza, neno lako ambalo utaenda kuachilia likapate kutufaa katika siku ya leo. Na kila mmoja ambaye ataenda kusikia maneno haya mahali popote atakapoenda kusikia, katika jina lako Yesu namweka mikononi mwako maneno haya ambaye atakuwa anasikiliza, yakapate kufungua moyo wake, yakapate kufungua macho yake, katika jina la Yesu, jina lako tukufu litalo majina yote, na alika uwepo wako kapate kutamalaki kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ninavyoenda kuhitimisha neno hili ambalo naenda kuachilia katika siku ya leo kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina lako litalo majina yote, jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Shalom, shalom ndugu yangu mahali popote ulipo. Basi ni siku nyingine tena niko mahali hapa kwa ajili ya kuletea habari njema, kwa ajili ya kuletea maneno ya uzima. Hivyo katika siku ya leo, ujumbe ambao tumepewa kwenda kuitafakari siku ya leo, ambapo ujumbe huu unasema usipindue uumbaji wa Mungu. Usipindue uumbaji wa Mungu. Hivyo tutaenda kuangalia maandiko, tuangalie ni kwa namna gani ambapo yawezekana tunapindua uumbaji wa Mungu. Au unavyosema kwamba usipindue uumbaji wa Mungu, tunamaanisha uumbaji gani? Na ni kwa namna gani tunaweza tukawa tunapindua uumbaji wa Mungu? Awali ya yote tusome kitabu cha Isaya. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Isaya sura 29 tukisoma kuanzia mstari wa 16. Biblia inavyosema, anasema ninyi mnapindua mambo. Biblia inasema kwamba ninyi mnapindua mambo. Yaani maana yake sisi tunapindua mambo. Anaendelea kusema kwamba je, vinyazi hahesabiwe kuwa kama udongo? Anasema vinyazi hahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinywangwa kimnene yeye aliyekifinyanga, huku ni finyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Au ni maswali ya Mungu anatuuliza ya kwamba sisi tunapindua mambo. Anasema kwamba sisi tunapindua mambo, lakini anasema kwamba je, mfinyazi hahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinywangwa kimnene yeye aliyekifinyanga, haku ni finyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Hawa ni maswali ambao sisi tunawajibika kujibu kwamba je, mfinyazi ni mtu ambaye anafinyanga. Je, yule mfinyazi ambaye anafinyanga, je, anaweza kahesabiwa kuwa kama udongo? Maana yake mfinyazi ambaye anafinyanga udongo, anafinyanga chombo kile cha udongo, anaweza kafinyanga chombo kile cha udongo. Je, yule mfinyazi anaweza kahesabiwa kuwa kama udongo? Na anasema kwamba je, kitu kilichofinywangwa kimnene yeye aliyekifinyanga, haku ni finyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Kile chombo ambacho kimefinywangwa na yule mfinyazi, je, kile chombo kinaweza kumwambia yule mfinyazi kwamba umenifinyanga, kwa nini umenifinyanga hivi? Au kwamba hauna ufahamu? Maana yake je, kile chombo kinaweza kusema hivyo? La hasha, haiwezi kuzungumza wala haiwezi kuwa na ufahamu wa kusema hivyo. Lakini sisi kama vyombo, si kama udongo, ambia Mungu ya kwamba yeye ajiweke kama udongo, alafu sisi tuwe kama wafinyazi, alafu tunamfinyanga yeye. Maana yake yeye awe udongo, alafu sisi tuwe wafinyazi, alafu tumfinyange yeye, kwa sababu yeye ana ufahamu. Alivyoweza kutufinyanga yeye, amekosea kutufinyanga. Kwa basi, kwa sababu sisi tumemzidi, tuweze kumfinyanga yeye. Hiyo ndio tafsiri ya maandiko haya kwamba je, mfinyazi hahesabiwi kuwa kama udongo? Je, mfinyazi hahesabiwi kuwa kama udongo na udongo kuwa mfinyazi? Hiyo ndio tafsiri yake. Ni kitu ambacho haiwezekani uwe umefinyanga chombo, umetumia udongo, umekifinyanga kama ni chungu, umekifinyanga, alafu kile kichungu kije kikukosoe kikwambie kwamba kwa nini umenifinyanga hivi? Hukuwa na ufahamu, hukuweza kunifinyanga, basi ngoja mimi nifinyange, au ngoja mimi nijifinyange namna hii. Maana yake ni kwamba kile chombo kinakuwa na akili zaidi ya yule aliyemfinyanga. Unaona? Kile chungu kinakuwa na ufahamu. Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu kwa namna kawaida haiwezekani, kwa sababu kwanza ni kitu ambacho haina uhai, haina chochote, haiwezi kujielezea chochote, haiwezi kusema chochote. Ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye anamkosoa Mungu, uumbaji wa Mungu, kwamba je, ulivyoumba namna hii, je, ulivyoniumba namna hii,
Je, kwamba kwa nini hukuona kwamba ulipaswa uniumbe kwa namna hii? Ulitakiwa nifinyange kwa namna hii? Je, ulivyoniumbia nywele hizi, mbona kama ulitakiwa uniumbie namna hii? Basi ngoja mimi nijifinyange, au ngoja mimi niumbe. Unaona? Kwa hiyo maana yake huo ni kumkosoa Mungu. Hiyo ni kumkosoa Mungu. Ndio maana ambao nasema kwamba sisi tunapindua mambo. Tunapindua mambo gani? Tunapindua uumbaji. Ni wazi kwamba Mungu alivyotuumba, Mungu alivyomuumba mwanadamu, alituumba tukiwa kamilifu. Tena akasema kwamba kila kitu alichokiumba akaona kwamba ni chema. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa, wakati ambao Bwana alikuwa anatuumba, wakati ambapo Mungu alikuwa anatuumba sisi viumbe vyake. Alituumba akaona kwamba tumeshakuwa tumekamilika. Tena tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Biblia ndivyo inavyosema, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Naona, kwa maana yake Mungu ni mkamilifu na akatuumba kama yeye mwenyewe alivyo mkamilifu. Na baada hapo akaona kwamba kila kitu alichokiumba ni chema, hakuna kasoro yoyote. Maana yake Mungu alijihakikishia kabisa kwamba nilivyomuumba mwanadamu huyu amekuwa amekamilika. Viungo vyote nilivyomuumbia, hakuna hata kiungo ambacho kina kasoro. Naona Mungu alivyotuumba namna hii. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maana yake umbile la miili tulio nayo, maana yake alijabuniwa tu mahali kokote, lakini Mungu amechukua umbile lake, amechukua kichwa alichonacho, masikio alichonacho, pua, kila kitu, kila kiungo mpaka kucha. Ni jinsi Mungu alivyo, ndivyo alivyotuumba na sisi, na akaona kwamba tumekamilika. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, nianzie kusoma kuanzia mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambayo matunda yake yana mbegu. Anasema vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mstari wa 30 anasema, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, anasema majani yote ya mche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. Mstari wa 31 anasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hiyo anasema hapa Mungu akaona kila kitu alichokifanya, kila kitu ambacho Mungu alikifanya. Hakuna chochote ambacho amekosea. Chochote kila ambacho tunaona sasa hivi hapa katika macho yetu tunaona, unavyoona majani, unavyoona milima, unavyoona chochote kila ambacho unakuwa unaona, kila kitu ambacho Bwana Mungu amekiumba, anasema kwamba alichokifanya yeye, anasema tazama ni chema. Tazama, akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema. Kwa hiyo wewe ulivyoumbwa, Mungu alivyokuumba, tayari kabisa alishakukamilika. Ulikokaa katika miezi 9, ulipokaa tumboni mwa mama yako miezi 9, hilo tumbo ilikuwa ni kama, hilo tumbo ambalo umetoka ilikuwa ni kama ardhi. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Mungu alivyomfinyanga mwanadamu, alichukua udongo, akaufinyanga ule udongo, akautengeneza kwa mfano yake yeye mwenyewe. Ule umbile akaufinyanga kwa mfano wake yeye mwenyewe alivyo katika udongo. Ule mwili tunazungumzia, ule mwili. Alafu baada akaweka roho ndani ya ule mwili. Alafu yule mtu akawa nafsi hai. Unaona? Akawa anaisha, akawa ni mtu. Unaona? Kwa hiyo asili ya miili yetu au asili ya uumbaji umeanzia katika udongo, umeanzia ardhini. Unaona? Sasa kipindi ambacho Mungu alivyomuumba mwanadamu huyo wa kwanza, Adamu, ambao ni baba yetu wa kwanza, ona tena Mungu anaendelea kuwaumba wanadamu kwa namna hiyo kwamba afinyange katika udongo, atoe udongo alafu afinyange kama alivyofanya hapo kwanza. Lakini hapo tunaona kwamba wanadamu wanakuwa wanazaliwa, Mungu anafinyanga mwanadamu katika tumbo la mwanadamu. Kwa hiyo tumbo ambalo umetokea wewe, hilo tumbo ni ardhi. Unaona? Na Mungu alikufinyanga katika hilo tumbo miezi 9. Umekaa miezi 9, Mungu akakuumba, akakuumbia kila kiungo ambacho yule mwanadamu wa kwanza, Adamu, ambao ndio mzazi wetu, yule ambaye amefinywanga katika udongo, alikuwa na vile viungo vyote ambavyo unayo sasa hivi. Kwa hiyo Mungu alichokifanya ni kile alichokifanya kule wakati ambapo anamfinyanga mwanadamu katika udongo. Tofauti ni kwamba hakuchukua tena udongo kufinyanga. Hakuchukua tena udongo kufinyanga. Yeye mwenyewe anajua alitufinyangaje katika tumbo. Lakini tunakuja tu kutokea,
tunakuja kutokea hapa duniani tukiwa na viungo kila kitu, kama vile Adamu mzazi wetu alivyokuwa na viungo vyote. Tunakuwa na macho mawili, tunakuwa na pua, tunakuwa na masikio, tunakuwa na nywele, tunakuwa na kila kitu. Unaona, ndivyo Mungu alivyotuumba. Unaona, na aliona kwamba kila kitu alichokifanya ni chema. Kwa hiyo tumeumbwa katika ukamilifu kabisa, hatujakosewa kuumbwa kwa namna tulivyo. Mungu alivyotuumba tukiwa weusi, hajatukosea kabisa tukiwa na sura na ngozi ya rangi nyeusi. Wengine walivyoumbwa wakiwa na ngozi nyeupe, Mungu hajakosea kabisa. Mungu alivyotuumbia tukiwa na nywele nyeusi, hajakosea kabisa. Hizi rangi za kucha tulizo nazo sio kwamba zimebuniwa tu, zimetolewa tu mahali. Hapana, ni kucha za Mungu kabisa. Mungu kabisa ana kucha kama hizi. Mungu kabisa ana masikio mawili. Mungu ana pua mbili hizi. Unaona? Mungu ana kila kitu tulicho nacho. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kimetokea tu alafu labda tukawa nayo. Unaona? Kwa lakini wakati ambapo sisi tunakuja kumkosoa yeye, tunakuja kumrekebisha yeye, tunakuja kumrekebisha ngozi ambayo Mungu ametuumbia, tunakuja kubadilisha rangi. Maana yake sasa Mungu alichofanya, kazi aliyofanya ina kasoro. Uumbaji ambao Mungu amefanya ina kasoro. Alivyotuumbia nywele nyeusi, alafu sisi tunatafuta nywele zingine. Tunakataa hizi nywele zake. Maana yake tunamkosoa yeye kwamba hizi nywele za Mungu zina shida. Hata zile ambazo yeye anazo zina shida. Unaona? Hata tunavyoenda kubadilisha kucha zetu hizi kucha ambazo Mungu, rangi hata za kucha. Maana yake tunamkosoa Mungu kwa sababu unavyokuwa sasa hivi na kucha nyingine tofauti na hizi, rangi ya kucha tofauti na hizi, kuwa namna hiyo. Maana yake Mungu ambaye amekuumba kwa mfano na sura yake hana kucha ulizo nazo. Hana rangi nyeusi katika kucha zake. Hana rangi nyekundu katika kucha zake. Mungu ana rangi hii ambayo tunayo. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, ni heri upate kujua katika siku ya leo ukweli, ili tusije tukaenda kuingia mahali pabaya kwa sababu kutokuwa na ufahamu. Kwa sababu maandiko pia yanasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ni heri upate ya maarifa ndugu yangu, ili usije kadanganyika, kwa sababu Ibilisi ambaye alikuwepo tangu hata kabla Mungu hajamuumba mwanadamu, alikuwepo hapa duniani, na kazi yake kubwa ambayo alikuwa nayo hapa duniani tangu mwanzo ni kudanganya ulimwengu na kuharibu. Kwa sababu kule Ibilisi alivyotupwa kule juu mbinguni, nasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12 kwamba mstari wa 9 anasema kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Anasema kwamba yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote. Kwa hiyo Ibilisi anadanganya ulimwengu wote. Sio ulimwengu, sio mahali, sio sehemu tu, anadanganya ulimwengu wote. Anadanganya. Ndivyo alivyoanza kumwendea Hawa kule bustanini, akamdanganya. Akamwambia ati hivi ndivyo Mungu alivyosema kwamba mle matunda yote, lakini mkila matunda ya mti wa katikati mtakufa. Akawaambia hakika hamtakufa. Wakati Bwana Mwenyezi Mungu alishawaambia kabisa kwamba siku mkila hayo matunda mtakufa. Yeye akaja akaleta udanganyifu, akamdanganya. Ndivyo wazazi wetu walivyoanguka katika udanganyifu wa Ibilisi. Na Ibilisi hajawahi kubadilika. Ndiye yule ambaye alimdanganya Hawa, ndiye ambao sasa hivi yupo. Tena sasa hivi Ibilisi ameshawasoma wanadamu katika vizazi vingi sana, ameshawasoma na kuwajua. Kwa hiyo anachokifanya, anabatilisha, anaenda kinyume, na anatumia tu maandiko kuleta udanganyifu. Kwa hiyo ndugu yangu, wakati ambapo Mungu alivyokuumba, Ibilisi anajua kabisa umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ibilisi anajua kabisa kila kitu ulicho nacho Mungu aliona kwamba ni chema. Sasa Ibilisi anavyokuja kudanganya, anakuambia kwamba ati hivi kwamba Mungu ndivyo alivyokuumbia hizi nywele kwamba uwe na nywele namna hii. Ati hivi ndivyo Mungu alivyokuumbia hizi kucha uwe na kucha namna hii. Ati hivi ndivyo Mungu alivyokuumbia hii ngozi, rangi ya ngozi ulio nayo. Ati hivi ndivyo alivyokuumbia. Anakudanganya, anakuambia hapana. Kwa hiyo na wewe unajikuta unaingia katika udanganyifu. Unakubaliana na ule uongo. Unaenda kujiumbia, unadanganywa na Ibilisi. Unabadilisha ngozi yako. Unabadilisha uso kabisa. Unapaka kemikali ambazo hujui hata zimetoka wapi. Unapaka, unaharibu kabisa asili yako ambayo Mungu alikuumbia. Ngozi ambayo ulikuwa nayo unaharibu kabisa. Unaona? Unaharibu nywele ambazo Mungu alikuumbia. Tena hizo nywele anasema kwamba nywele zetu Mungu amezihesabu kabisa. Sehemu nyingine anasema nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote.
Mungu alizihesabu, lakini wakaona kwamba hapana. Ibilisi akakudanganya kwamba hapana, hizi nywele sio, hauwezi kupendeza ukawa na hizi nywele. Hizi nywele hapana. Akakupa nywele zake za bandia, na wewe ukakubali ukatoa nywele za Mungu kaeka nywele za ibilisi katika kichwa chako. Unakuwa unafanana na nani? Je, hizo nywele za bandia, je kweli unafanana na Mungu? Mungu ana hizo nywele? Unakuwa unafanana na ibilisi. Unakuwa na wakati mwingine Biblia inasema kwamba kuna wana wa ibilisi. Kuna wana wa ibilisi na wana wa Mungu. Kwa hiyo unakuwa ni mwana wa yule ibilisi. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, ni heri upate kujua kabisa ukweli. Ujue ukweli ya kwamba ibilisi anadanganya ulimwengu wote. Ibilisi anafanya kila namna aweze kudanganya. Na katika hizi siku za mwisho amebuni mavumbuzi nyingi sana ya kuwadanganya ulimwengu. Lakini kwa nini tunaendelea kumpa nafasi ibilisi atudanganye? Na Biblia imeshatuambia kwamba msimpe ibilisi nafasi. Kwa nini tunamdanganya? Kwa nini ukubaliani kabisa ibilisi akudanganya, akutoe katika mpango wa Mungu, akutoe katika kusudi la Mungu, akutoe katika mapenzi ya Mungu, akupeleke katika njia za uharibifu? Kwa nini unakataa ngozi ambayo Mungu amekuumbia? Kwa nini unakataa kuishi katika wasili wako? Kwa nini unakataa kuishi katika wasili wako? Mungu alituumba tukiwa kamilifu, lakini kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari wa 29, sura 7 mstari wa 29. Anasema, tazama, hili tu nimeliona. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mafumbuzi mengi. Mungu alivyomfanya mwanadamu alimfanya akiwa mnyofu, akiwa amekamilika, lakini amebuni mafumbuzi mengi. Ibilisi, baba wa uongo, ameleta elimu za uongo, na tukakubaliana na elimu za uongo, tukakataa uumbaji wa Mungu ambao Mungu alituumbia, tukakubaliana na uumbaji mwingine wa kisasa ambao ibilisi ametubunia, tukakataa kabisa. Ni makosa mbele za Mungu, na ni machukizo makubwa sana kumrekebisha Mungu, kumkosoa Mungu, ni kumtukana na kumsiaki Mungu kabisa. Ni kumsiaki Mungu. Ndivyo Mungu anavyosema kwamba, je, mfinyanzi hesabiwa kwa kama udongo, kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, ya kuwa hana ufahamu? Je, tena kitabu cha Warumi sura ya 9. Mungu tena anauliza, kwa sababu hapo tunaweza tukasema kwamba haya ni mambo ambayo hata ni agano la kale yashapitwa na wakati. Ndugu yangu, fahamu kwamba neno la Mungu halijawahi kupitwa na wakati. Kama Mungu alivyosema katika kitabu cha Isaya kule kwamba sisi tunapindua mambo, hata katika kitabu hichi cha Agano Jipya bado Mungu anatuuliza swali ambalo ameuliza kitabu cha Isaya sura 29 mstari wa 16. Bado hapa katika kitabu cha Warumi sura 9 bado Mungu anatuambia kwamba sisi tangu mwanzo tunapindua uumbaji wa Mungu. Kitabu cha Warumi sura 9 mstari wa 19, neno la Mungu linasema kwamba, sikia ndivyo neno la Mungu linavyosema, basi utaniambia, mbona angali yakilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo, mwanadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Hiyo ni kazi ya mfinyanzi. Mfinyanzi ana amri juu ya udongo kwamba aufinyange namna hii, kile chombo akitengeneze namna hii. Ndivyo Mungu alivyofanya pia. Mungu ndiye mfinyanzi na sisi ni udongo. Sasa sisi ni nani? Tunamuuliza Mungu, tunamwambia kwamba, je, anasema kwamba kwa nini kuniumba hivi? Tunamwambia Mungu, kwa nini umeniumba hivi? Kwa nini ulitakiwa uniumbe namna hii? Ni machukizo makubwa mbele za Mungu. Na kama ndugu yangu wewe mmoja hapo ambao umebadilisha uumbaji wa Mungu, umebadilisha muonekano wako asili, umebadilisha nywele zako za asili. Tena Biblia inasema kwamba msisuke hizo nywele. Mungu alivyokuumbia hizo nywele hajakusudia uje usuke usokote. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3 anasema, kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, kusiwe kwa kusuka nywele. Kwa hizo nywele unatakiwa uwe nayo, usiharibu, usichonge, usiwekeweke mtindo mwingine. Nywele zako utunze. Wewe ni mwanamke, upaswi kunyoa nywele zako kipara, unapita barabarani na kipara. Nywele zako uzitunze tena ufunike kabisa. Ukiwa upo katika maeneo ya ibada au katika kumfanyia Mungu ibada, ufunike nywele zako. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura 11 Biblia inavyosema kwamba mwanamke anapaswa afunike kichwa.
kwa sababu hiyo kichwa ni kwa ajili ya utukufu, kufunika kichwa chako. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba Mungu anakupenda, ndio maana leo anasema nawe tena, ili uweze amkini kutengeneza. Kama umebadilisha uumbaji wa Mungu, kama unamkosoa, bado unaendelea kumkosoa Mungu, uweze kubadilika, uweze kuanzia leo kuondoa kabisa mapambo yote katika mwili wako, kuondoa vitu ambavyo umeweka katika mwili wako, vitu bandia ambavyo umeweka katika mwili wako, kucha bandia ambao umeziweka, rangi yote ambayo umeweka, na alama yote ambayo umechora katika mwili wako. Kwa sababu unavyochora alama, hiyo alama unavyochora, unavyoweka katika mwili wako, fahamu kwamba ndugu yangu, kila kitu kina chanzo chake. Je, unajua kwamba watu ambao walikuwa wanachora alama, je, walikuwa wanachora alama katika miili yao? Je, unajua kwa nini walikuwa wanachora? Hebu tusome kitabu cha Walawi sura ya 19 mstari wa 28. Zamani watu ambao walikuwa wanachora, wanaweka alama katika miili yao, Biblia inatuambia kwamba walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya wafu, kwa ajili ya wafu, kwa ajili ya ibada ya miungu yao. Naona kitabu cha Walawi sura ya 10, mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 28. Tuanzie mstari wa 27. Msinyoe denge pembe za vichwa. Sema, msinyoe denge pembe za vichwa, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Biblia inasema kwamba msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Msiandike alama miilini mwenu. Hilo neno la Mungu halijawahi kupitwa na wakati. Kwa hiyo utakiwi kuweka alama yote katika mwili wako. Unavyoenda kujichora, utakiwi kuweka alama. Wewe ndugu yangu, siku ya leo neno la Mungu hili linakujia ili uweze kubadilika, ili uweze kujua kwamba katika nyakati ambazo unaishi ni wakati ambapo unapaswa uishi katika maisha ya utakatifu wa nje na wa ndani kabisa. Achana na elimu ambayo inakwambia Mungu anaangalia moyo, angalia mwili. Fahamu kwamba hiyo ni elimu ambayo inatoka kuzimu. Hiyo ni elimu ambayo inatoka kwa yule mwovu Ibilisi. Kazi yake Ibilisi ni kwenda kinyume na ukweli wa Mungu, ni kwenda kinyume na neno la Mungu. Mwili wako ukishaokoka, ndugu yangu, fahamu kwamba mwili wako inakuwa ni nyumba ya Mungu. Mwili wako inakuwa ni hekalu la Mungu. Hekalu, Roho Mtakatifu anakuwa anakaa ndani ya huo mwili. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye mwili ambao sio mwili wa Mungu. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye mwili ambao ikawa na sura nyingine. Roho Mtakatifu hawezi kukaa, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Hawezi kukaa katika mwili ambao una sura ambao ni sura ambayo imekopiwa katika sehemu nyingine. Hawezi kukaa kabisa. Kwa hiyo unapaswa kujitakasa mwili wako kabisa. Ishi kama Mungu alivyokuumba. Usiweke chochote katika mwili wako. Masikio yako ambao umeweka hereni, hizo masikio ambazo umetoboa, Mungu hajakuumba zikiwa masikio yako zimetobolewa, na wala masikio ya Mungu hajatobolewa. Unapokuja kutoboa na kuweka hizo chuma, hizo dhahabu, unapoweka hizo pini, unaweka pini katika pua yako, unatoboa, unaweka pini katika unatafuta nini? Maana yake unakuwa unafanana nani? Bila shaka utakuwa unafanana na Ibilisi mwenyewe. Kwa hiyo kwa nini ufanane na Ibilisi? Na Mungu amekuumba kwa mfano na sura yake. Hebu acha leo kumkosoa Mungu. Hebu acha leo kukosoa uumbaji wa Mungu. Hebu acha kupindua mambo. Hebu utengeneza ingali bado nafasi unayo. Yamkini ulikuwa umefanya hayo kwa kujua, lakini leo Mungu anakujulisha ili ujue, ndugu yangu, kwamba unavyoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unavyoenda kinyume na uumbaji wa Mungu, unapoweka mapambo katika mwili wako, unapochora mwili wako, unapoweka rangi bandia katika kucha zako, unapoweka nywele bandia, rangi unaweka katika nywele, kope zako unaweka, unapofanya hayo mambo, fahamu kwamba upo kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapambo ambayo tunaweka, mapambo hayo yanatoka kwa Ibilisi. Mapambo hayo yanatoka kule kuzimu, yamebeba maroho. Ndio maana ukiweka hizo mapambo katika mwili wako, uwezi ukawa salama. Maroho tu yatakuwa yanakuingilia, yanakusumbua. Unalala usiku na hata ndoto za ajabu. Uwezi ukawa salama kabisa, kwa sababu bado umefungua milango ya adui kuendelea kusumbua, kuendelea kuwa kupata miliki juu ya mwili huo. Utakuwa umefungua mlango mwenyewe. Wala hata usihangaike kutafuta kuombewa.
ngali bado una vitu ambavyo umetoa kwa Ibilisi ambavyo Mungu hajakupa. Kwa hiyo kwanza, kabla hujatafuta kuombewa huko, hebu ondoa leo, hebu nenda leo kaondoa ya mapambo, hebu nenda kaondoa hizo hereni kabisa, hata kama ni kidogo, ondoa, kwa sababu ni machukizo mbele za Mungu. Hizo hereni, ukisoma kitabu cha Hosea sura ya 2, ni vizuri ufahamu kwamba hizo vitu ambavyo unaviweka katika mwili wako, hizo hereni ambazo Biblia inaita ni pete za masikioni. Fahamu kwamba watu walikuwa wanaweka zamani, wanaweka hizo pete masikioni kwa sababu ya miungu yao. Sasa hivi wewe unaweka kwa sababu unataka upendeze, unatafuta kuonekana kwamba wewe ni mrembo, kuonekana kwamba wewe unaenda na wakati. Lakini ndugu yangu, fahamu kwamba hilo sio kusudi la hizo hereni. Fahamu kwamba hizo hereni sio kwa sababu ya mapambo tu kama unavyofikiria. Fahamu kwamba ina maroho ambayo ni maroho Ibilisi. Kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 11 anasema neno la Mungu kwamba tena nitaikomesha, yanze mstari wa 13, nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali aliowafukizia uvumba, hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito, asema Bwana. Anasema nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali. Mabaali alikuwa ni miungu migeni, ilikuwa inaitwa Mabaali. Anasema alipowafukizia uvumba, hapo alipojipamba kwa pete za masikioni mwake. Kwa hiyo watu kipindi hicho ambapo walikuwa wanajipamba, wanaweka masikioni, wanaweka pete za masikioni, hizo hereni wanaweka masikioni mwao, walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya kufukiza uvumba Mabaali. Kwa hiyo haijawahi kubadilika, nia ya Ibilisi haijawahi kubadilika. Sasa hivi unapofanya, sasa hivi unavyoweka hizo hereni katika masikio yako, unajiconnect na madhabahu ya miungu, unajiunganisha na madhabahu ya miungu, madhabahu ya Baali unajiunganisha, hautaweza kuwa salama kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kapate kuondoa. Baki kama Mungu alivyokuumba, kwa sababu ukibaki na masikio yako hajatobolewa wala hajawekwa chochote, ukibaki na mdomo wako kabisa haujachorwa marangi, ukibaki na kope zako hazijabadilishwa chochote, ukibaki na nywele zako za asili, ukibaki na kucha zako ambazo Mungu amekuumba, ukibaki na uso na ngozi ya rangi ya ngozi yako ambayo Mungu amekuumbia, ukibaki namna hiyo, unapendezwa, kwa sababu Mungu alivyokuumba aliona kwamba wewe ni mkamilifu. Kwa hiyo unapendezwa kabisa na Mungu, anakuona kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Unaona? Kwa sababu unafanana na Mungu. Lakini ukibadilisha chochote, unakuwa haufanani tena na Mungu, kwa sababu Mungu hafanani. Mungu jinsi ulivyo, rangi ambazo unazo katika nywele zako, vitu vilivyoweka katika masikio yako, vitu vilivyoweka katika pua zako, vitu vilivyoweka katika kucha zako, rangi ya ngozi ambayo umebadilisha, Mungu hiyo rangi ulio nayo, Mungu hafanani na wewe kabisa. Mungu, ukisimama na Mungu mbele za Mungu, unakuwa kinyume na Mungu, kwa sababu unakuwa kinyume na Mungu. Unakuwa nywele ulizo nazo, Mungu hana hizo nywele. Kucha, rangi ya kucha ulio nayo, Mungu hana hizo rangi za kucha. Kwa hiyo unakuwa haufanani na Mungu. Sasa Mungu anawezaje akakupokea? Mwisho wa siku utaenda kwa baba yako ambaye ni Ibilisi. Utaenda huko, na Ibilisi tayari amekusha hukumiwa kuangamizwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo wote ambao wanafuata naye, wote, Ibilisi na kizazi chake chote, mapepo na watu wote ambao wamemfuata, mwisho wao wanaenda kutupwa katika ziwa la moto, wanaenda kutupwa huko. Kwa hiyo kwa nini wewe ukatupwe katika ziwa la moto wakati Mungu amekusudia uishi milele? Hebu mpokee Yesu Kristo wa Nazareti, kumaanisha kabisa, achana na mambo ya dunia, achana vitu vya kidunia, achana mapambo ya kidunia, achana fashion za kidunia. Hebu mpokee Yesu, amua kuishi kama Mungu alivyokuumba, amua kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Mpokee Yesu Kristo, utubu kabisa, kwa kumaanisha leo kuondoa mapambo yote na kuchoma moto na kwenda kutafuta Roho Mtakatifu ambaye atakujaza, na Roho Mtakatifu atakufunulia zaidi vitu ambavyo yamkini katika macho yako hauyaoni kwamba ni mambo ambayo si sawa, lakini Roho Mtakatifu akija atakufundisha. Roho Mtakatifu unampata pale ambapo umeamua kutubu, kwa kumaanisha kuondoa mapambo yote katika mwili wako na kuachana na dhambi zote, aina zote za dhambi, na kujitenga na mambo yote ya kiulimwengu na mambo ya kidunia, na ukaenda kubatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu. Ndipo Roho Mtakatifu ataingia ndani yako. Yeye atakufunulia mambo ambayo huyajui. Yeye atakufunulia na kufundisha na kukuongoza katika njia ya kweli. Kwa hiyo ndugu yangu, katika siku ya leo, neema ya Mungu ikusaidie
ili maneno ambayo unasikia usiwe tu msikiaji, bali ukawe mtendaji wa neno la Mungu, na neema ya Mungu ikusaidie. Amen. Na kushukuru Bwana Yesu, nasema asante kwa neno hili fupi ambalo umeachilia katika masaa na majira. Naomba neema yako kwa mtoto wako yule ambaye atakuwa ameenda kusikia neno hili kapate kumjalia, likapate kumwezesha, akapate kuelewa yale ambayo unakusudia. Naomba ukambadilishe, maana hakuna awezaye kujua mapenzi yako usipotufunulia wewe kwa Roho yako Mtakatifu. Naomba ukamjalie siku ya leo, naye akapate kufahamu yale ambayo unatujulisha sisi. Ninakushukuru, ninasema asante, naweka mikononi mwako wote ambao wamesikia. Yule ibilisi ambaye anawadanganya, nami namkemea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nafumbua macho yao ambayo yamefumbwa na ibilisi, nafumbua katika jina lako Yesu. Baba, naomba ukawaponye, naomba ukawarehemu, maana mkini wamefanya yako kutokujua, lakini katika siku ya leo umependa kuwajulisha. Naomba ukawape neema yako, wakapokee neno hili, wakapate kubadilika kwa neema yako Bwana. Ni katika jina lako Yesu, sifa na tukufu na kukulishawe.